Mungu unisaidie. Hii dhambi bado inanitesa na wakati nipo kanisani. Na mbaya zaidi, ninawaangusha watumishi wako. Mungu nisaidie. Ona kijana wa watu maskini, namrudisha nyuma kiroho. Oh no. Kama Mungu umeshindwa kuniondolea hii dhambi, ni afadhali nirudi nilikotoka, kuendelea kufanya nje kuliko kufanya ndani ya kanisa. Maana naona kabisa hapana hata mtu mmoja nitakayemshindwa nikimtaka. Mwishowe nitawamaliza wote. Nadhani hawa wanatosha. Bora niachane na wokovu mpaka nitakapokaa sawa. Mchungaji, hali ya kanisa imekuwa mbaya sana. Roho chafu ya uzinzi imetawala. Na hii tusipokuwa makini itatuharibia. Itajenga picha mbaya kwa kanisa na kwa watu wengine. Mimi sioni kama kuna haja ya kuendelea kuulea uovu, ili hali uovu unajulikana na muovu anajulikana. Mimi nadhani inabidi sasa ifikie hatua kukata miti yote inasumbua katika kanisa. Neno la Mungu linasema mti usiozaa hukatwa. Huyo mtu ni hatari sana. Itaonekana watu wote ni wazinzi na ni kanisa la wazinzi. Sawa, ila sidhani kama mzee umetumia mstari mahali sahihi kutokana na mada yetu, lakini sio shida. Labda niseme tu kwamba ninyi ni wazee wa kanisa. Nataka kuwasikiliza. Mnataka kusemaje? Nadhani hawa watu wote wanaojulikana wanaendekeza uzinzi kanisani. Baba, tuwatenge bila kuogopa, na hii itakuwa ni manufaa kwa kanisa zima na kuimarisha mwili wa Kristo. Nimewasikia. Naomba tuone tutafanyaje. Naomba mniachie kidogo hiyo. Amen. Sawa. Amen. Bwana, umesikia? Kuna yule dada kajiunga na praise hivi karibuni. Ni balaa, afai. Afai kivipi? Ajui kuimba au? Anaimba ni balaa, ila na madhabahu yake lakini sio hii. Una maana gani? Achana na Jose. Naona kama yupo hapa kanisani. Ni kama yupo gizani. Huyo dada ana balaa. Anaangusha watumishi kwa spidi ya hatari sana. Inabidi kuwa makini, la sivyo unaenda kujikuta nao mrudishwa nyuma. Lakini Biblia inasema tuikimbie zinaa kwa kutokuruhusu hata ikusogelee. Mimi akinisogelea tu najiangusha mwenyewe. Dada mwenyewe mzuri vile, mtatubu mbele ya safari. Mimi simegundua sio rafiki mzuri. Biblia inasema mtu husema kile kilichojaza moyo wake. Hata hivyo, wewe unaonekana ndo wale wale. Ila ngoja mimi niondoke zangu, kwa maana Biblia inasema tusikete bazani pamoja mizaa. Kanisa sio mahali pa watakatifu tu, bali ni mahali pa wenye dhambi pia, ili wapate kutengenezwa na kuwa watakatifu. Lishike sana hilo. Kanisa ni kama mahali pa karakana inayoweza kuwatengeneza watu ili waweze kuwa vile Mungu anavyotaka wawe. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Waefeso ile sura ya 4 na ule mstari wa 11, Biblia inasema naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kumkamilisha mtakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, na hata mwili wa Kristo ujengwe. Mungu alijua ya kwamba ni lazima watakatifu wakamilishwe, na ndio maana akaziinua hizi huduma ili ziwepo ndani ya kanisa, kuwakamilisha hawa watakatifu, ili hatimaye kusudi la Mungu lipate kutimia.
Hivyo ni lazima uelewe ya kwamba unapokuwa kanisani usiwe mwepesi wa kuhukumu, usiwe mwepesi wa kutoa hukumu. Kumbuka, unaweza ukamhukumu mtu kwa sababu ana mimba umeiona kwa macho. Vipi yule aliyezini na hakupata mimba? Vipi na yule ambaye ameongea uongo? Vipi na yule ambaye hajamheshimu baba yake na mama yake? Kumbuka, kama Bwana akitoa hukumu, tukasema leo hapa wote hapa Bwana atuhukumu, basi kanisa haliwezi kuwa na mtu hata mmoja, kwa sababu kila mmoja akisema hukumiwe kwa dhambi yake, hakuna atakayebaki kuwa salama. Hivyo basi tusinyosheane vidole, tusihukumiane, badala yake tusaidiane kwa upendo, tuelekezane kwa upendo. Na wewe uliye mtakatifu, endelea kuwa mtakatifu, endelea kujitakasa, lakini uwe makini na huyo jirani yako, kwa sababu na yeye yupo kwenye nafasi ya kuwa mtakatifu ama yuko kwenye nafasi ya kutokuwa mtakatifu, ila yuko kwenye mchakato wa kukamilishwa. Biblia inasema kwamba hata Yesu hakuja kwa wakamilifu, bali alikuja kwa wenye dhambi ili wapate kutubu. Hivyo basi endelea kuwa makini sana katika kujitakasa, lakini pia endelea kuwa makini na jirani yako, kwa sababu hujui yuko kwenye hali gani. Hivyo hata ukiibiwa chochote hapa, hata simu yako ukiibiwa ama ukaibiwa chochote, usishtuke kama kwamba ulikuwa huko mbinguni. Haupo mbinguni, upo katikati ya walio watakatifu, walio kwenye mchakato wa utakatifu, na wale ambao hata yamkini wengine bado hawajampa Yesu maisha yao. Wote wanapatikana kanisani. Kanisa ndio mahali ambapo linawakutanisha watu wa kila aina. Usimhukumu mtu, usimhukumu mtu. Amen. Amen. Bwana Yesu, ninakushukuru sana kwa ajili ya ibada ya leo. Mkono wako wenye nguvu uliotuhudumia, Roho wa Bwana, uwepo wako uliotufunika. Hatuna namna tunaweza tukasema ni akili zetu, bali ni kwa uweza wako. Baba, nakushukuru kwa vile ambavyo umenitumia mtumishi wako. Wacha nguvu zako ziendelee kutembea kwa watu wako. Yale wayoyasikia yawe yamepandwa kwenye udongo wenye rutuba. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Karibu. Asante sana mchungaji. Karibu sana. Asante sana mchungaji, nimekuja hapa kukushukuru na vile vile kumshukuru Mungu kupitia somo la leo. Hakika limenigusa sana, na nimeona kuna kitu Mungu amekipanda ndani yangu leo ambacho kimenifanya nijihisi na kutambua mimi ni nani na ninatakiwa kufanya nini. Amen. Nilikuwa nimekata tamaa. Yaani hapa mchungaji, nilikuwa nimekuja kukwambia mimi na wokovu basi. Kwani niliona kuna vitu ndani yangu kama vimekuwa tanzi. Roho ya uzinzi na roho ya kikahaba ilikuwa ndani yangu ikinisumbua kwa muda mrefu sana mchungaji. Ulivyokuwa ukihubiri, kuna nguvu iliingia ndani yangu ya kufanya nisonge mbele na kamwe sitarudi nyuma. Jala, dhambi isipokufa ndani ya mtu, hawezi kuiacha hiyo dhambi. Ni mpaka dhambi ife kwanza. Ukiona mtu anasema ameacha dhambi wakati hiyo dhambi haijafa ndani yake, ujue hiyo dhambi ameacha kuitenda mbele za watu tu wanaomjua, ama mbele ya mazingira ambayo anajua watu wanamjua. Lakini akitoka nje pale, mtu huyu atatenda dhambi za ajabu sana.
ama akaenda nchi nyingine ambayo hakuna mtu anayemjua, huyu mtu atatenda kila aina ya dhambi ambayo hakuitenda kule alikokuwa anajulikana, kwa sababu ile dhambi haijafa ndani yake. Lakini dhambi ikifa ndani ya mtu, hata awe kwenye mazingira gani, awe kwenye mazingira ya watu wanaomjua, awe na watu wanaomjua ama wasiomjua, ama hata nje ya nchi, hawezi kuitenda hiyo dhambi, kwa sababu hiyo dhambi imekufa ndani. Nitaenda kuomba na wewe. Haina haja kujichukia na kuona kama vile hufai. Ni kwa sababu ile dhambi bado haijafa ndani. Tutakapoenda kushughulika na hiyo dhambi ndani, kuna kitu kitakufa na kuna kitu kitazaliwa ndani yako. Amen mchungaji. Kuanzia leo nitaanza kufuata kila kitu tutakachofundisha na kukataa mazingira hatarishi ya dhambi, na nitadumu kulitafakari neno kama ulivyonifundisha. Amen. Sasa wacha nikupe kitu cha ukamilisho wa mpango wako huo. Lazima pia ubadilishe aina marafiki uliokuwa unaambatana nao. Lazima upate marafiki ambao watakusaidia kukuinua. Ndipo katika kiroho tunasema hivi, nguvu ya kuambatana. Ndege wafananao huruka pamoja. Nitakuchagulia marafiki very powerful, watakuweza kukusaidia na kukuinua kiroho. Hao watakuwa na matokeo makubwa sana kwenye huu mpango wako. Amen mchungaji. Are you happy now? I'm very, very happy. Naomba niombe nawe. Amen. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, asante kwa rehema na neema yako ifurikayo kwa mtoto wako huyu, yule ambaye anataka kubadilika na kuanza maisha mapya, anataka kukataa uovu na dhambi zote. Mungu aliye hai, utamfanya kuwa kiumbe kipya, kama vile ambavyo ulimgeuza Sauli kuwa Paulo. Utaenda kumgeuza mtoto wako huyu Jara akawe kiumbe kipya chenye utukufu katika chako cha enzi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. 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 Barikiwa sana. Amina mchungaji. Amen. Dada, Abe mdogo wangu. Jinsi siku zinavyozidi kwenda, nazidi kumwelewa mchungaji. Sawa. Na ninaona ndani yangu nina kiu ya kumtumikia Mungu. Na kiu ya dhambi imeniisha kabisa. Naichukia sana dhambi. Oh, asante sana Mungu. Unajibu maombi. Umenifurahisha sana leo mdogo wangu. Sana. Sasa naweza nikajiita kiumbe kipya. Na nitamtumikia Mungu kwa nguvu zangu zote na kwa uaminifu mkubwa zaidi. Safi sana. Namshukuru Mungu, nasoma neno na ninayakumbuka yale yote mchungaji ambaye anayasema. Sasa nitaanza nayo hayo kuanza kumtumikia Mungu. Maarifa mengine nitaingiza taratibu. Na safi sana mdogo wangu. Mungu akubariki sana. Amina dada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo nimekuja kuwapa mahubiri ya Mungu. Haleluya. Wewe unayesumbuka na kulemewa na mizigo, njoo kwa Yesu. Yesu anaponya. Yesu anaokoa. Haleluya. Katika Yohana 14 imeandikwa, mwiteni naye ataitika, mtafuteni liitieni jina lake, naye atatuonekania. Haleluya, haleluya. Wewe unayesumbuliwa na kulemewa na mizigo, njoo kwa Yesu upate uponyaji. Njoo kwa Yesu ukombolewe. Mungu anakuita wewe dada. Mungu anakuita wewe kaka. Mungu anakuita wewe baba. Wewe uliyeteseka na vifungo mbalimbali, ninakuita mbele za Mungu
upate kukombolewa, upate kutakaswa, upate kuokolewa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya. Bwana anawapenda. Mungu anawapenda sana. Usisumbuke, usifadhaike kwa chochote. Mungu anaokoa. Wewe unayeteseka na magonjwa, wewe uliyepo kwenye vifungo, njoo kwa Yesu upate ukombozi. Njoo kwa Yesu. Yesu anakuita bibi. Yesu anakuita kijana. Yesu anakuita mama. Karibuni kwa Yesu mpate kuokolewa. Haleluya, haleluya. Sasa msichana aliyekuwa anajiuza kule barabarani kule. Watu wa Mungu. Hapana, utakuwa umemfananisha. Wewe ni mtumishi wa Mungu anamwaga upako. Wewe una macho lakini hauoni. Kuwahubiria. Hamna dogo, mimi namjua na nishakununua mara kibao. Sawa, hata kama umemnunua, lakini ndio unavyoona tayari ameshanunua na damu ya Yesu. Acha saundi dogo. Sio saundi. Sikiliza. Mungu huwa haangalii ukamilifu wa mtu ili amtumie. Mungu huwa haangalii historia ya mtu. Mungu huwa anaangalia utayari wa mtu ili amtumie. Hata wewe ukiwa tayari, Mungu atakutumia tu. Haijalishi umetenda dhambi nyingi kiasi gani. Ukianza na yeye tena kunihubiria. Sikiliza, maandiko yanasema hivi: enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini amekwisha kuhukumiwa. Dogo, mbona unaongea maneno makali sana na nichoma mpaka kwenye moyo? Nifanyaje sasa? Nifanyaje? Hebu nishauri. Tubu. Urejee ili dhambi zako zote zifutwe. Alafu zipate kuja nyakati za burudiko kwako. Wewe uliyeumwa. Bwana, sikujua kama nimekaa na mchungaji. Ndio hivyo. Sasa Jumapili ndio tembea kanisani. Haina shida. Wewe fanya hivyo tu kabisa. Sawa, haina shida. Fresh, haina shida. Kwa Yesu upate kukombolewa. Jala. Jala. Baada ya kutuchezea na kutuangusha, sasa ndio umeamua kukaa kwenye mstari. Lini nimesha kukuangusha? Lini nimesha kukuchezea? Umesahau? Umesahau? Siwezi kumbuka kwa sababu mchungaji alisema dhambi iliyosamehewa haikumbukwi kamwe. Kama ilivyo mashariki na magharibi, ndivyo Mungu alipotuweka mbali na hiyo dhambi. Vile vile akasema tusiyakumbuke wala kuyatafakari mambo ya nyuma, kwa maana Mungu ameshafanya mambo mapya. Na kushangaa wewe mkongwe katika wokovu hauyaishi maandiko. Hata mimi nilokuka tu juzi hapa ninakuzidi. Sasa nimejua kwa nini mnaanguka kwenye dhambi. Mnafundishwa ila hamiaishi maandiko mnayofundishwa. Mimi nimeamua kuyaishi ninayofundishwa. Wewe mkongwe, endelea na ukongwe wako. Acha dharau Jala. Acha dharau. Unajua ulichokifanya? Unajua umeniharibia maisha yangu ya rohoni. Ulijaribia mwenyewe kwa kutokuwa na ufahamu. Laiti kama ningemjua huyu mchungaji zamani na ningeyapata haya mafundisho ninayopata sasa hivi, nisingekuwa kama wewe. Sitarudia matapishi yangu tena. Bwana amenifanya kiumbe kipya. Kipya kweli kweli. Kwa heri. Aise, Mungu akiamua kumsimamisha mtu, anamsimamisha kweli kweli. Jala toka asubuhi anaomba mpaka sasa, na maombi ya nguvu yasio na maelezo. Huyo ndio Mungu. Huyo ndio Mungu, anaangalia moyo wa mtu. Unajua mke wangu, mambo anayofanya Jala, wewe mwenyewe hujawahi kuyafanya hata siku moja. Tangu uokoke hujawahi kuyafanya. Kwa mfano, kuwashuhudia marafiki zako, majirani wale habari za Yesu. Umewahi wewe kweli? Najua hujawahi. Zaidi sana ulikuwa unanishuhudia mimi, wewe uokoke kwa sababu ya tabia zangu zile mbaya zilikuwa zinakukera. Hilo tu.
Sasa mume wangu umeamua kunichoma moyo, si ndio? Maana maneno yote unaozungumza hapa ni kama unauchoma mkuki moyoni mwangu. Ni kweli kabisa, sipingi. Sasa Jala anahubiri Injili kwenye mabasi, kwenye stendi na maeneo mbalimbali ambapo kuna watu wa kila aina. Kuna wale ambao wanakubali Injili na kuna wale ambao wanabeza hiyo Injili, lakini Jala yeye hajali kabisa, anaendelea kuhubiri tu. Unajua mume wangu, swala la kuhubiri Injili linahitaji juhudi za mtu binafsi. Maana kila mtu ana wajibu wa kwenda kuhubiri Injili. Hata mimi na wewe tunapaswa tukahubiri Injili. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakuja mbele zako Mungu amani nikisema asante. Ninasema asante kwa uaminifu wako Mfalme wa amani. Ninasema asante kwa uwepo wako juu ya maisha yangu. Ninasema asante kwa mambo mengi unayonifanyia Mfalme wa amani. Ninakushukuru kwa matendo yako makuu unayonifanyia Bwana. Ninasema asante Mfalme wa amani. Ninakushukuru Bwana Yesu kwa mema yote unayofanya katika maisha yangu. Umenipigania Mfalme wa amani. Umenivusha na kunikomboa katika dhambi. Mungu wa amani, ninakushukuru. Ninasema asante Mfalme wa amani. Ninasema asante Bwana. Ninakushukuru Mfalme wa amani. Baba Mungu, ninakuja mbele zako nikiomba uniunganishe nguvu zako zaidi na zaidi kwa jina la Yesu. Uniunganishe nguvu zako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Unipe nguvu zaidi na zaidi Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea neema, pokea uponyaji sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, kama ilivyoandikwa katika Biblia, katika kitabu cha Zaburi sura ya 103 mstari wa 3 hadi wa 5. Akusamehe dhambi zako zote, akuponye na magonjwa yako yote, au komboe uhai wako mbali na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema, au shibisha mema uzee wako, ujana wako urejesha kama tai. Pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Pokea uzima, damu yako isafishwe, HIV kuachie, damu yako iachiwe kwa jina la Yesu. Ukombozi uingie kwenye damu yako. Pokea uzima, pokea uzima, HIV kuachie, pokea kwa jina la Yesu. Ukombozi uingie kwenye damu yako. Pokea uzima, pokea uzima. Ni nini hiki nilichokiona? Naota au ni kweli? Ngoja nimtafute mchungaji nipate ufafanuzi wa hili jambo. Wakati ukiomba, Bwana alinichukua katika ulimwengu wa roho nije nikuhudumie. Kwa hiyo yote uliyoyaona yakiendelea pale ni Roho Mtakatifu mwenyewe alikuwa anakuhudumia kupitia mimi mtumishi wake. Mchungaji, na hili swala la HIV litakuwa limeondoka kweli? Huu si wakati wa kujiuliza maswali mengi, kwa sababu yote uliyoyaona pale yalikuwa ni dhahiri kabisa. Huu ni wakati wa kumshukuru Mungu kwa yote aliyotendeka pale. Lakini pia unaweza kaenda kuangalia kwa hakiki. Mchungaji, naomba nikahakiki. Sio kama simwamini Mungu, hapana. Ila naomba ili niufurahishe moyo wangu. Ni vyema ukaenda kwa hakiki kwa sababu sio dhambi. Mchungaji, nilikuwa na tatizo hili la HIV miaka 9 iliyopita. Na hili lililonifanya nimekuwa na spidi ya dhambi na kuwa na hasira kwa sababu sikuwa najua alonsababisha tatizo hili. Naomba Mungu anisamehe zaidi na zaidi kwa uharibifu wote niliofanya. Ila nakuhakikishia mchungaji, nitaieneza Injili kwa watu wote ili wapate kujua lisilowezekana kwa binadamu kwa Mungu linawezekana.
Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episode hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusupport huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza kusupport huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.